this is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people. Najua kuna vitu vingi sana hapa duniani. Vipo vya kutisha na vingine unavijua, vingine huvijui. Sasa leo tuangalie kisa kimoja maarufu cha mdoli anaitwa Annabelle. Najua utakuwa unajiuliza Annabelle ni nani? Annabelle ni nini? Na kwa nini mdoli huu umetoka kuwa mdoli wa kawaida wa kuchezea watoto hadi kuwa mdoli wa kutisha? Je, ni nini kipo nyuma yake? Na kukaribisha katika simulizi hii ya kisa cha kweli kabisa kinachomhusu mdoli Annabelle. Karibu, ungana nami msimuliaji wako Madam Grace. Unaweza ipata simulizi hii katika channel yetu ya YouTube, The Skyfire TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Neno Annabelle ni mdoli ambao unapatikana katika makumbusho ya Ed na Lorraine Warren. Hawa ni watu ambao wanadili na kusaidia watu ambao wanasumbuliwa na roho za mapepo. Wazungu huita demonologist. Ilikuwaje mpaka mdoli huu ukafika katika hatua ya kuwekwa kwenye makumbusho? Mnamo mwaka 1970 mwanafunzi wa chuo cha UNES ajulikanaye kwa jina la Donna aliletewa zawadi ya mdoli huu kama zawadi ya siku yake ya kuzaliwa. Kweli, aliupokea kizani ni mdoli wa kawaida kama ilivyo midoli mingine. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda walianza kuona vitu vya ajabu ajabu. Waliviona vitu hivi katika nyumba ambayo walikuwa wamepanga yeye pamoja na rafiki yake. Ikumbukwe mdoli huu ulikuwa na ukubwa wa takriban futi 3 urefu wake. Kwa hali hiyo unaweza pata picha ni kwa ukubwa kiasi gani mdoli huu ulikuwa. Miongoni mwa maajabu na mauzauza waliowahi kuyashuhudia ilikuwa ni wakati walikuwa wanaukuta mdoli huu umekaa kwenye kochi na umekunja nne na mikono yake iliyolegea pia imekunjwa kifuani. Waliendelea kuona hii hali ni kama ya kawaida. Ni kwa muda mrefu mauzauza haya yaliendelea. Mdoli huu unaukuta umekaa pale bila hata kubebwa wala kuamshwa na mtu. Donna na Aggie walikuwa waki-experience mauzauza haya kwa mwezi sasa. Kuna wakati walikuwa wakirudi kutoka chuo wanakuta vikaratasi vikiwa vimeandikwa help us, help Lou. Ikimaanisha tusaidie, msaidie Lou. Ujumbe huu ulikuwa ukiandikwa kwa mwandiko ambao ulilingana na mtoto mdogo aliyeandika. Siku zilivyozidi kwenda hali ilizidi kuwa tofauti. Ikumbukwe Donna ni mmiliki wa mdoli huu. Kabla hajaenda chuoni alikuwa akiuacha mdoli huu sebleni. Lakini this time aliporudi chuo aliukuta umelala. Tena ukiwa umelala kwenye kitanda chake na mlango ukiwa umefungwa kwa ndani. Hapa ndipo Donna alipoanza kupatwa na hofu na kuanza kukagua mdoli huu, na ndipo alipokutana na matone ya damu katika mikono ya mdoli na kifua chake. Alishindwa kuelewa damu hizi zimetokea wapi. Na kama sio damu, basi matone haya mekundu yametokea wapi? Kwa nini roho hii ya Annabelle inasumbua kiasi hiki? Hapa ndo tunarudi nyuma miaka ya nyuma kidogo kabla hizi apartment wanazoishi Donna na Aggie hazijajengwa. Annabelle ni binti mdogo wa miaka 7 aliyekuwa akiishi hapa kabla ya binti huyu kufariki kwa ajali. Karibu na nyumba hizi walizopanga. Mwili wake ulikutwa maeneo ya hapo. Baada ya binti hao wawili kuijua hii story, basi walidhani kwamba hiyo roho ya huyo mtoto inapenda kuishi pamoja nao. Na pia imeupenda ule mdoli. Ndio maana kila wakati mdoli unaokuta kwenye pozi hili, yani mapozi tofauti tofauti katika maeneo tofauti. Wanda roho hiyo ilikuwa ikicheza na mtoto huyo. Basi bwana, Donna na Aggie wakaamua kuruhusu rasmi ile roho kuingia ndani ya ule mdoli na kuishi pamoja nao. Wao wakizani ni mtoto tu mdogo ambaye ameamua kuupenda mdoli huo. Baada ya hapo walikuja kugundua kuwa mdoli huo sio wa kawaida tena. Ikumbuke Lou ni rafiki wa kiume wa Donna na Aggie. Walikuwa wakiishi pamoja naye kwenye ile nyumba. Na walikuwa wakiishi kwa kipindi chote hicho tangu mdoli huo uletwe kama zawadi hapo nyumbani. Na Lou sio mpenzi sana wa midoli. Na ukumbuke tu ndugu msikilizaji, hapo nyuma walikuta jumbe zilizoandikwa kwenye vikaratasi help us, help Lou. Kwa nini? Lou alishawahi kumwambia Donna huu mdoli sio mzuri kabisa, wauteketeze. Lakini Donna aligoma kabisa akidai kwamba ile ni zawadi ambayo amelitoa na mamake mzazi. Hivyo hawezi utupa wala kuuteketeza kwa namna yoyote ile. Kuna siku Lou aliamka katika usingizi mzito sana. Aliamka kwa kupanic. Na alipoangalia huku na kule hakuona chochote. Cha ajabu ndipo alipotazama chini na kuona ule mdoli Annabelle umelala. Ghafla ukaanza kusimama taratibu.
mpaka pale alipokuwa amelala, na ulisimama kama mtu anavyotaka kusimama. Ikumbuke kwamba mdoli huu ulikuwa na miguu miraini sana, kiasi kwamba ukiusimamisha hauwezi kusimama peke yake, lakini ile siku ulisimama kama binadamu mwingine anavyoweza kusimama. Mdoli huu baada ya kusimama, ghafla ukamvamia Lo na kuanza kumkaba shingoni. Alihangaika huku na huku, alitapatapa kule na kule mpaka alipozimia. Ndipo asubuhi yake Lo aliamua kuteketeza mdoli huu mwenyewe baada ya kuona mauzauza yamezidi. Je, mdoli huu utateketea au la? Tukutane wiki ijayo part 2 ya story yetu ya Annabelle. Karibu sana. Bye bye.